Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha, amma ba'd. Tukimalizia mambo ambayo kwamba yabatilisha saum, tulisema kwamba ni mambo zaidi ya 10, na taban mambo ambayo kwamba tumeona ni takriban mambo 12 ambayo kwamba yabatilisha saum. Tulizungumza kwamba katika mubtilat ni al-aklu wash-shurbu wal-qai'u wal-haidhu wan-nifas wal-wilada, kuzaa. Mtu akizaa katikati ya Ramadhani saumu yake yabatilika, na al-istimna, mtu kuitoza manii pia saumu yake yabatilika, mtu pinda ataitoza manii katikati ya Ramadhani. Kisha lingine ambalo kwamba labatilisha saum ni aljunun, mtu kupatwa ni wandawazimu. Mtu akirukwa na akili katikati ya Ramadhani au katikati ya saum, basi saumu yake huwa imebatilika, walau lahala, hata kama kupotelewa na akili kule au kuondokewa au kuchizika kama kule ni kwa muda wa dakika moja tu ama sekunde kadhaa, huwa saumu imebatilika, kama anavyotuambia mwenye Al-Yaqutun Nafis. Katika mambo ambayo kwamba yabatilisha saum ni asukri, mtu kulewa. Mtu akilewa huwa saumu yake imebatilika. Kulewa kisampuli yoyote, kwa sababu kulewa huwa ni kurukwa na akili, mtu hajijui lile ambalo kwamba yu alifanya. Na lingine ambalo kwamba labatilisha saumu ni al-ighma, mtu kupotelewa ni fahamu. Mtu akipotelewa ni fahamu na fil hali ya kuwa amefunga, basi saumu yake huwa imebatilika, hata kama kupotelewa ni fahamu kule ni kwa dakika chache. Jambo lingine ambalo kwamba labatilisha saumu na la mwisho ni ar-ridda, mtu kuritadi. Pindi mtu lau ataritadi katikati ya saumu, basi saumu yake tilqaiya ni imeharibika kwa mujarrad wa kule kuritadi, kwa sababu sharuti za saumu ni mtu awe ni Muislamu. Sasa yule kuritadi huwa ametoka ndani ya Uislamu, kwa hiyo saumu yake imebatilika, hata kama ataregea wakati ule ule au ataregea siku ile ile, lakini mujarrad wa kule tu kuritadi kutoka katika Uislamu, basi na saumu yake nayo imebatilika. Haya ndiyo mambo ambayo kwamba yabatilisha saum, ambayo kwamba tumeangalia katika fiqh sunna, tumeangalia katika Al-Yaqutun Nafis, tumeangalia katika Rahmatul Umma, pamoja na kwamba kuna mengi ambayo kwamba wameyataja ulama, pamoja na ikhtilafati ambazo kwamba ziko, kama kwenye Rahmatul Umma kuna maneno mingi ambayo kwamba ametajwa ni ulama, lakini haya ndiyo ambayo kwamba kwa madhhab ya Imam Shafi'i ni mujma'un alayhi, kwa madhhab ya Imam Shafi'i kwamba yabatilisha nini? Yabatilisha saum. Kuna sala ambalo kwamba tumeulizwa, masala ya al-hukna, masala ya sindano, mtu kudunga sindano katikati ya Ramadhani. Hili tulilizungumzia, lakini tulilizungumzia kwa jumla tu kwamba sindano yabatilisha saumu, lakini kuna tafsilat kwenye sindano. Na swala ambalo kwamba tumeulizwa, pindi je, ikiwa sindano ni ya chakula, vipi, yabatilisha saumu ama la? Sindano ziko sampuli mbili. Kuna sindano kuna huknatul uruq au huknatul irqi, sindano ya kwenye mshipa, mtu kudungwa sindano kwenye mshipa, kisha na kuna kudungwa sindano mtu kwenye nyama, ambazo kwamba zile wasema zinaenda kwenye muscles nini. Lakini sindano ambayo kwamba yabatilisha saum kwa madhhabi ya Imam Shafi'i ni sindano ambayo kwamba mtu atadungwa kwenye mshipa. Ukidungwa sindano kwenye mshipa, basi saumu nayo imebatilika, kwa sababu pindi kidungwa au ile dawa ikitiwa kwenye mshipa huwa yazunguka na afika kwenye tumbo, wanavyosema wenyewe, wanavyosema ulama. Kwa sindano ya kwenye mshipa
huwa yavunda saumu. Lakini pindi mtu akidungwa sindano kwenye, yani iwe ni sindano ya nyama, sindano ya muscles, kama mtu kudungwa sindano kwenye panya mkono au kwenye makalio au kwenye paja, huwa ile havundi saumu pindi ikidungwa iwe ni moja kwa moja kwenye nyama, bimaana moja kwa moja inaenda kwenye muscles. Lakini pindi ikidungwa sindano kwenye mishipa, saumu yabatilika. Haya, na kwa tafsili hii ni kwa madhhabi ya Imam Shafi'i, lakini kwa madhhabi mengine sindano ya sampuli yoyote haivunji saumu, na ndivyo alivyoelezea mwenye fiqh sunna as-Sayyid Sabiq kwamba sindano ya sampuli yoyote haivunji saumu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.